Talanta za Zeysha. Karibu kwenye Talanta za Zeysha. Niite Zeysha. Katika mambo unayoyafahamu, je, na hili unalifahamu? Katika vitu muhimu kwenye urembo, uwezi ukaliacha wigi. Unaliachaje kwa mfano? Kwa sababu hubadilisha muonekano kwa 60%. Nadhani warembo wengi watakuwa wananielewa. Je, unajua wigi lilivumbuliwa wapi? Najua haufahamu. Salia nami nikufahamishe. Mawigi yalivumbuliwa Misri ya kale. Hapo kale Misri wigi hakuchaguliwa wa kuvaa. Walivaa wanawake na wanaume ambao walikuwa juu zaidi katika jamii. Hii inajumuisha wanasiasa, mafarao na mamalkia. Wamisri pia wanasifiwa kwa kuvumbua wigi. Wigi kwa kawaida zilivaliwa kwa madhumuni ya sherehe na ziliundwa kwa kutumia nywele za binadamu, nyuzi za mboga na pamba za kondoo. Mara nyingi ziliunganishwa kwa kutumia nta. Kadri karne zinavyozidi kwenda, karne ya 20, wigi zilikuwa zikishuka viwango vya chini ya jamii. Mwanzoni mwa karne ya 20, kofia za pini za nywele zilikuwa maarufu sana. Pia walitoa fursa kwa wanawake kujaribu hairstyles mpya. Wanawake wengi pia walikusanya nywele zao zilizopotea kwenye brashi za nywele kwa kutumia kusaidia hairstyles ngumu. Miaka inavyozidi kwenda, teknolojia pia inakuwa kwa kasi. Mataifa ya Ulaya au Asia wametoa wigi za gharama nafuu. Wigi zenye gharama za juu zinatumia nywele za kirusi, kwani hizo nywele bora zaidi zinazopatikana popote duniani. Na sasa wigi zinapatikana duniani kote na kwa gharama zote za juu na za chini. Subiri nikutajie aina chache za mawigi: lace front wig, body wave wig, water wave wig, bob wig, afro wig na kadhalika. Na hiyo ndo historia fupi ya mawigi. Kwa dondoo mbalimbali, usiache kufuatilia Talanta za Zeysha. Ulikuwa nami Zeysha.